Waumini wa kanisa la Katoliki kigango cha Mtakatifu Yohana Mbatizaji Mti Mmoja wamejawa na furaha isiyoelezeka kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa kanisa jipya la kisasa katika eneo la Mti Mmoja wilayani Monduli mkoani Arusha. Wakizungumza kwa niaba ya waumini, Bi Helen Leboi pamoja na Bwana Lucia Mepukori wamesema kwa ujenzi wa kanisa hilo limewasaidia sana, kwani wamekuwa wakisali kwa muda mrefu katika mazingira magumu, lakini kwa juhudi za waumini wote na kanisa kwa ujumla wamefanikiwa kujenga kanisa bora litakalodumu vizazi na vizazi. Aidha, Bwana Lemalali Sailepo ambaye ni mwenyekiti wa ujenzi katika kanisa hilo ameeleza ni kwa jinsi gani walivyojitoa kwa hali na mali kuanzia mwanzo wa ujenzi mpaka mwisho ili kuhakikisha kwa malengo yao ya muda mrefu yanatamatika. Hata hivyo, amewashukuru wale wote waliohusika kufanikisha jambo hilo la ujenzi wa kanisa kufika tamati, lakini pia akasisitiza kuwa wao kama wanamti mmoja watahakikisha kila baada ya mwezi mmoja wataongeza viti viwili kwa kila muumini. Vile Mhashamu Askofu Msaidizi Prosper Batazari Limo amewapongeza waumini wa kanisa hilo kwa ushirikiano mkubwa walionao na kuwasihi wazidi kuishi kwa umoja, upendo na mshikamano, kwani yote yanawezekana. Aidha, kwa upande wake mbunge wa jimbo la Monduli Fred Kilowasa amechukua nafasi ya kuwapongeza wanamti mmoja kwa ujenzi wa kanisa na kusema kwa kupatikana kwa papa mpya katika kanisa la Katoliki duniani atawaunganisha wa Katoliki, wa Luteri pamoja na Wakristo wote kwa ujumla wake, kwani muasisi wa kanisa la Kiluteri naye pia alikuwa shirika la Mtakatifu Agustino. Hii ni Odonyo Media, habari karibu nawe. Mimi kwa majina naitwa Helena Leboi, Mti Mmoja. Kwa kweli tumelijenga kanisa hili, lakini kwa uwezo wa Mungu na moyo wa Mungu. Maana maendeleo ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa jitihada ya Mungu tumejenga kanisa. Kanisa hili ambalo tumetoka nalo mwanzo ilikuwa la mwaka 1989. Tulikuwa kwenye mti, tukisali kwenye mti. Tukajenga banda la mbao, tukasali nayo mpaka sasa hivi muda huu ambayo Mungu ametujalia tumepata kanisa la gharama kabisa. Waamini wa kigango cha Yohane Mbatizaji wanajuhudi sana, wamejenga kanisa kwa moyo, wakiwa wameuza ng'ombe zao, wengine wamepata kwenye kazi zao, wakajenga kanisa litakalo wasaidia watoto wa kizazi kijayo. Hasa tunataka sana kupiga maendeleo, tunataka kujenga nyumba ya mapadri, tunataka kujenga nyumba ya masista na chekechea ya watoto. Kwa hiyo bado tuna ndoto ya kusema hapa tutapanua maendeleo ya kanisa. Tunajivunia kupata kanisa la kisasa ambalo kweli hapa kwenye maeneo ambayo kanisa limesimama hamna mtu angetegemea kwamba kanisa tutajenga kama hili. Lucia Mepukori na Kristiano ile na kanisa. Tana kanisa ibatisake na mbaon ile rorai. Naenda ngayana hamwe dimeyo wa mara herana kanisa. Tene bor masai bogin. Haga ora na kanisa iraru apa arakote ronganak omerara ranji eredanga ronganak kumok. Haga ore bebo ne iraru na kanisa nitu akata kelam. Keranywa kwa nguvu sote mpaka meraba na ranji merabuni. Akajoki nta mayana ngai amo erahikito kweli amo iriabo jara la yobo Siria nendu ne bongi yoga nkaina ola malali nitu akarimu ayoko lohobokin tene borbungile Monduli lohobokin narare rogiro yok nakita yana he amar kiradwa kanisa ngade deme ngayera he tene boyo kemba ile changamoto saba na lenga mo era ngeberberara do kai kunire na here kanisa kage kemegi ara ngedemara kage ewa ngayo mewa abologi yok na kidemara narara nje bedole na kanisa rahi. Mimi naitwa Lemalali Sailepo Mama Sita. Nilikuwa ni mwenyekiti ya ujenzi wa kanisa letu la kigango la Mti Mmoja. Tumejenga kwa nguvu zetu, kwa michango na wadau mbalimbali. Tumepiga mchango mara mbili. Tumepata mara kwanza tumepata milioni 27, mara pili tukapata milioni 40. Na tukawasaidiwa na wadau wengi tu. Tumepata wadau paka nje za huko Marekani, tumesaidiwa ndio tumeweza kufanikisha kujenga kanisa letu nikamilika. Sasa ndio leo tumefungua tarehe 10 mwezi wa 5 2025.
hiyo tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wote wadau waliotusaidia, na pia na sisi nguvu yetu, hasa nguvu yangu nyingi na mimi nimepambana nao mpaka nimekamilisha. Kama nashukuru Mungu kama mwenyekiti wa ujenzi, na ujenzi leo umekamilika na tunashukuru Mungu siku ya leo. Tunafuraha sana kwa ufunguzi wa kigango chetu cha Mti Mmoja tuliofungua leo tarehe 10 2025. Waamini wa kanisa la Katoliki wote wa kigango cha Mti Mmoja wamefurahia, na waliokaga bila kanisa wote wameingia kanisa na wanafurahia, na wataendelea kwa wengi mpaka wahakikishe kwamba nyumba itakuwa wanajaza. Maana nyumba ndogo ilikuwa imejaa, sasa tumejenga kubwa na waamini wengi tunayo, waamini wa zaidi ya 400 kwa kigango chetu cha Mti Mmoja, wakazi wa Mti Mmoja. Tunahitaji vyombo vyote vya kanisa, hasa misiki na vyombo vyote vya kanisa na viti. Tuna upungufu wa viti, mbunge ametunulia viti, ametupa viti vya thamani milioni 5 na hizo viti bado hajatosha. Kwa hiyo na sisi kama waamini wa Mti Mmoja tutachanga kila baada ya mwezi tutanunua viti viwili mpaka tutakamilisha viti. Historia ya kigango cha Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mti Mmoja. Imani Katoliki katika kijiji cha Mti Mmoja ilianza rasmi mwaka 1935 katika boma ya Mzee Odelia mpagani, na baadaye akabatizwa na kupewa jina Lazaro. Yeye na familia yake na wakatumeni wengine. Ubatizo huo ulitolewa na Padre Benedikti na Ngolo, padri mwanajimbo, akiwa na wenzake Gerard Kola, Joseph Hassan wa shirika la Mtakatifu. Idadi ya waamini iliongezeka, wakahama nyumbani kwa Mzee Lazaro Kisiongo kwenda Olkolili kusali chini ya mti karibu na boma ya Mzee Posteti Moikani. Kipindi wakisali bado chini ya mti Olkolili, ubatizo ulifanyika mara mbili chini ya uongozi wa Padre Ogasian Msami, wakili paroko parokia Mungu. Mhashamu Balasko. Katika kipindi hicho ambacho waamini walisali chini ya mti Olkolili, ujenzi wa kanisa la mbao uliendelea katika kijiji cha Mti Mmoja tangu mwaka 1988 hadi 1992. Mwaka 1992, wakati wa kufungua kanisa jipya, wakatumeni 51 walibatizwa ndani ya kanisa jipya la mbao. Katekista Moses Lenga akiwa miongoni mwa wakatumeni waliopokea ubatizo. Mpaka wakati huo kituo hiki cha sala Mti Mmoja kilikuwa chini ya parokia Monduli mjini. Baada ya kigango cha Monduli juu kupewa hadhi ya kuwa parokia, kigango hiki kilianza kuhudumiwa na mapadre wa parokia Monduli juu 1992. Kigango hiki ni cha Mti Mmoja. Kiliendelea kuhudumiwa na parokia Monduli juu mpaka tarehe 20 mwezi wa 2021 ilipokabidhiwa rasmi kwa parokia teule ya Mtakatifu Paulo wa Pili Makulu. Tangu wakati huo mpaka sasa tunapobariki kanisa hili jipya, kigango hiki kinahudumiwa na parokia teule ya Yohane Paulo wa Pili Papa Makulu. Ikumbukwe kuwa ni katika ardhi ya askofu wa pili wa jimbo letu na wa kwanza Mwafrika na Mtanzania kwa jimbo letu kuibusu alipokaribishwa rasmi jimboni Arusha 1989. Mhashamu Balasko. Kutokana na mwamko wa imani na ongezeko la waamini wa Katoliki katika kigango hiki, wazo la kujenga kanisa lilianza toka wakiwa na Padre Ogasian Msami na kuendelezwa na Padre Richard Msoja. Alianza msingi mdogo wa kanisa jipya
mkutano, kutokuwa na chombo cha usafiri kama baiskeli au pikipiki. 6. Bado kanisa halijajiwekea vyombo vya sauti. 7. Bado mabenchi hayajakamilika na kabati ya sakisi. Mpango mikakati ya baadaye. 1. Kuwa na hati miliki kubwa ya eneo la kanisa. 2. Kuanzisha chekechea kwenye kanisa la zamani la Mbao. 3. Kuwa na mpango wa kuna maji ya mvua na kufungua miradi mbalimbali ya kuwezesha kigango. Shukrani. Mwashamu na Askofu Prosper Katarina, Askofu msaidizi jimbo kwa Arusha, tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha haya yote. Tunawashukuru maaskofu wetu kwa ushirikiano wao hadi kufikia hatua hii ya ujenzi. Pia tunawashukuru mapadre waanzilishi wa kigango kianza na Padre Gerald Kola, Rogasian Msami, Moses Sambale, Alois Kitomari, Bill Christ, Andrea Mwiko, Rogasian Masore, Gilbert Tayo, Richard Msoja na Tom Slav. Kwa kifupi niseme asanteni sana kwa risala ambayo mmeitoa. Risala hiyo imejaa mengi. Naomba nipokee risala hiyo. Nitaipeleka kwa mshamba wa Askofu Mkuu Isaac Amani pamoja na washauri wake na kamati nyingine zinazohusika, na tutaifanyia kazi kwa kadiri inavyowezekana. Lakini kwa ushirikiano wa familia ya Mungu Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Katika historia, katika risala nimetoa historia ya eneo hili, nimetoa pia mafanikio ambayo yamefika, ambayo tunayaona kwa macho. Bwana Mtimoja, hongereni kwa mafanikio haya. Naeleza pia changamoto ambazo mnazo. Changamoto hizo ni changamoto ambazo wote kwa pamoja tunaweza tukazifanyia kazi na tukazitatua. Kwa hiyo msiogope, msiwe na wasiwasi. Naomba tushirikiane kutatua changamoto ambazo zinatukabili, kwa sababu changamoto ziko kila mahali. Na kwa ushirikiano, kwa umoja, kwa mshikamano, yote yanawezekana. Kwa hiyo changamoto hizo zisiwatishe, zisitutishe, tuzifanyie kazi kwa pamoja. Meeleza pia mipango mlionayo, mikakati mlionayo. Hilo ni jambo jema, kwa sababu inaelekea kwamba hamko tu bila kuwa na mipango. Tunawapongeza kwa mikakati, kwa mipango mlionayo ya kuendeleza kigango hiki, parokia teule na jimbo na kanisa kwa ujumla. Hongereni kwa mipango mizuri ambayo ipo mlioiweka kwa pamoja, na tunaomba tuitekeleze kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa Katoliki linatoa huduma mbalimbali. Haliangalii tu mtu kiroho tu, linaangalia mtu mzima kabisa, kiafya, kiakili kadhalika. Ndio maana mahali popote ambapo kanisa Katoliki linakuwepo, tunajitahidi kutoa huduma za kiroho. Tunajenga kanisa kama mlivyojenga hapa, na huduma hizi hazifanywi tu na watu kutoka sehemu mbalimbali. Hapana, ni kwa ushirikiano na wenyeji na familia ya Mungu kwa ujumla. Kwa maneno mengine ni kwamba hakuna mahali ambapo tunaweza tukapata msaada fungu la pesa tukasema haya, kuna burunguto liko hapa, basi nipeleke mahali fulani kwa ajili ya kutoa huduma hizi. Kazi inayofanya na kanisa ujue kwamba ni kwa ushirikiano wenu, majitoleo yenu, sadaka zenu ndizo zinazotuwezesha kufikia hatua hii. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo, kwa mshikamano huu na kwa majitoleo haya. Ndio maana tumesema lazima tujitoe kabisa kama Kristo mwenyewe alivyojitoa. Kwa hiyo kanisa linapokuwa mahali tunamhudumia mtu kiroho,
ambao huduma ambayo ni muhimu kweli kweli. Roho zetu zisipokuwa nzuri, basi hata mengine yote tutakayofanya takuwa bure, na tutaweza kupoteza hata zawadi ya mbinguni. Kwa hiyo la kwanza ni kiroho. Alafu vinaenda pia pamoja. Huwezi kumhudumia mtu kiroho wakati unaona pia ana njaa. Kanisa linamsaidia mtu pia kiakili. Tunatoa huduma, ndio maana tunajenga mashule. Na nawapongeza kwamba mna mikakati ya kujenga shule kwa namna pekee chekechea na nyingine. Hongereni sana kwa hiyo. Kwa hiyo tunathamini elimu. Huduma zote hizo ni muhimu. Na hata ujenzi wa kanisa hili, tumesikia historia yake, ni majitoleo pia yenu. Hongereni sana kwa hilo. Huwezi kumhudumia mtu wakati ana kiu ya maji. Maana mahali ambapo kanisa linakwenda linajitahidi kuchimba hata visima vya maji. Sasa ndugu zangu, haya na mengine mengi ambayo kanisa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha au kanisa kwa jumla linafanya hayawezi kufanyika bila ushirikiano, bila umoja, bila kujitoa sadaka na kuacha ubinafsi pembeni. Baba Askofu, nikupongeze, lakini niupongeze na Wakatoliki wote duniani, kwa sababu siku 3 zilizopita wote tunajua tunasherekea kwamba Papa Leo wa 14 amepatikana. Hongera sana. Hongera sana. Tumefahamu kwa kipindi kifupi kwamba Kardinali Robert Francis Prevost wa shirika la Waagustina amehudumia kule nchini Peru kwa miaka mingi sana, lakini pia alipata nafasi ya kuja Tanzania. Lakini cha msingi zaidi, mimi kama Mlutheri ambao nimesimama hapa, Father Papa Leo wa 14 anatuunganisha Walutheri, Wakatoliki na Wakristo wote duniani, kwa sababu tunaambiwa mwanzilishi wa kanisa la Kilutheri yeye pia alikuwa wa shirika la Agustina duniani. Manake ametukumbusha juzi Askofu Bagonza wa KKT, manake kwamba sisi Wakristo wote ni wamoja, lakini kubwa zaidi tunasema tunaamini Papa Leo alishafika Tanzania akiwa zamani kwa utumishi, basi tunamtegemea Mungu akijalia siku za karibuni arudi Tanzania, lakini pia afike mchi mmoja aone kazi ya Mungu ilifanyika vizuri. Kazi ya Mungu ilifanyika vizuri sana. Tuko kwenye parokia ya Makuyuni, lakini jamani tunajivunia na kanisa letu limependeza sana. Hongereni sana. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana kipekee Father Shirima. Father Shirima, sisi wa Monduli, sisi wa parokia ya Makuyuni tutakukumbuka utumishi wako daima, lakini tutakukumbuka zaidi kwa alama hii ya kanisa ambao umetuachia. Hongera sana sana Father Shirima. Oldonyo Media. Habari karibu nawe.